2019, uchaguzi wa mwaka 2020 na uchaguzi wa mwaka jana 2024, tumeshuhudia maovu na tumejihakikishia kwamba nchi hii uchaguzi hauwezekani tena. Uongo kweli? Uchaguzi hauwezekani tena katika nchi hii. Uongo kweli? Na kama uchaguzi hauwezekani tena, sauti za wananchi ziko mashakani, kwa sababu sauti pekee ya mwananchi kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 8 ni kura yako. Kura yako ndio inasababisha rais akusikilize, mbunge akusikilize na diwani akusikilize. Kama kura yako haina nguvu, rais anakusikiliza kwa sababu gani? Rais atasimamiaje upate madawa kama kura yako haina nguvu? Rais atawezaje kuangalia wewe upate maji kama kura yako haina nguvu? Rais atahakikishaje mtoto wako anapata elimu, anapata shule nzuri kama kura yako haina nguvu? Kwa hiyo kama kura yako haina nguvu, mwananchi utakuwa kwenye matatizo makubwa. Uongo kweli? Ndio maana hebu mpisha aondoke tuweze kuzungumza vizuri. Watu wote wenye akili ikiwemo kanisa Katoliki wametuunga mkono kwamba wanataka mabadiliko ya sheria kwanza ili tuingie kwenye uchaguzi, ili mwananchi uwe na nguvu. Nchi yetu hii, ndugu zangu, pengine hamjui, ina kilomita za mraba 945. Ukichukua nchi ya Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu 945. Sisi ni nchi pekee Afrika yenye mlima mrefu kuliko yote, wa pili duniani, mlima ambao uko hapa kwenu, mlima Kilimanjaro, ambao umeitiwa mkoa wa Kilimanjaro. Sisi ni nchi yenye ziwa pana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Sisi ni nchi ambayo tuna ziwa lenye kina kipana kuliko yote, lenye depth kuliko yote duniani. La pili Afrika, la kwanza Afrika, la pili duniani. Sisi tuna madini ya Tanzanite, tuna nickel na cobalt inayotumika kutengeneza ndege na betri za simu mnazotumia. Tuna madini ya uranium, tuna dhahabu. Sisi ni nchi ya 3 kwa dhahabu nyingi. Tuna madini ya almasi, tuna gesi, futi za ujazo trilioni 54.5. Kwa nini watu wetu ni maskini kwenye nchi tajiri namna hii, nchi yenye kilimo, yenye maji, yenye mvua? Kwa nini nchi yetu ni maskini na kwa nini watu wetu mnaishi kwenye umaskini? Ni kwa sababu tuna viongozi ambao wameshindwa kutumia rasilimali zetu kubadilisha maisha ya watu. Na ndio maana, kwa sababu chama hiki kimekuwa madarakani kwa muda mrefu sasa, miaka 63, kimechoka, chama ambacho kinauza kila kitu. Mkapa aliuza madini, Mwinyi aliuza mbuga za wanyama, Loliondo akaikabidhi kwa Waarabu. Huyu mama naye alipoingia anauliza kimebaki nini, akaambiwa bandari, naye akapiga mnada bandari akagawia Waarabu. Sasa Waarabu wa Dubai mwaka 61 walikuwa watu 70,000 peke yao. Mwaka 61 tunapata uhuru, sisi tuko milioni 8, wao wako 70,000. Jimbo la Rombo mko watu 200,000 na kitu. Yaani nyie ni wengi kuliko Waarabu wa Dubai walivyokuwa mwaka 61. Mwaka 63 sisi tuna chuo kikuu cha Dar es Salaam. Waarabu wa Dubai bado wanatembea jangwani wakiwa miguu peku, wanaokota tende, wanaokota dates jangwani, hawana hata shule. Leo wako milioni 3, sisi tuko milioni 63. Eti sisi watu milioni 63 hatuwezi kuendesha bandari zetu, tunawakabidhi watu milioni 3, kwamba wao wana akili kuliko sisi wote milioni 63. Kuna uongozi hapo? Kuna uongozi hapo? Huo hapo uwanja wa ndege wa Kilimanjaro, Kilimanjaro International Airport, aliujenga Mwalimu Nyerere. Kila mtalii akitua pale analipa dola 55 kwa kutumia uwanja wetu. Akiwa anaondoka analipa dola 55. Kwa hiyo analipa dola 110.
Dola 110 ni sawasawa na shilingi 300,000. Huo uwanja unapitisha watalii milioni 1.5 kwa mwaka. Yani anahitajika kijana wa Kitanzania akae pale, pesa ikiingia anajua wameingia kadhaa, akitoka anajua wametoka kadhaa. Kwamba hiyo nayo hatuwezi. Huo uwanja wamekabidhiwa serikali ya Omani iuendeshe. Tuna nchi hapo? Tuna nchi hapo? Misitu hii hapa. Kuna kitu kinaitwa carbon credit duniani. Nchi ambazo zinazalisha hewa kubwa ya ukaa, zinazochafua hali ya hewa, mnasikia mabadiliko ya tabia nchi. Nchi zenye viwanda vikubwa kama China, kama Marekani, kama Uingereza, kama Ujerumani, vinavyochafua hali ya hewa na kusababisha mabadiliko ya tabia nchi, wanapigwa faini na dunia kuleta kwenye nchi ambazo zinazalisha oksijeni kwa wingi. Sisi tuna misitu mingi. Kwa mfano, mbuga ya wanyama ya Serengeti ina square kilomita 16,000. Mkoa wa Kilimanjaro mzima una square kilomita 13,000. Kwa hiyo mbuga ya wanyama ya Serengeti ni kubwa kuliko mkoa wa Kilimanjaro wote. Seru, Mikumi, Tarangire, mbuga zote za wanyama za kwetu zina ukubwa sawasawa na nchi mbili, Rwanda na Uganda, ukiziunganisha kwa pamoja. Ndio mbuga zetu za wanyama. Kwa hiyo sisi ni nchi ambayo tunazalisha oksijeni kwa wingi. Kwa hiyo tuna qualify, tunafuzu kulipwa faini ambazo wanatoa China, kulipwa faini ambazo wanatoa Uingereza, Ujerumani. Na sisi tunapaswa kupata huo mgao. Sasa nchi yetu imesaini mkataba na Saudi Arabia kwamba misitu yetu inasomeka kwamba ni ya Saudi Arabia. Kwa hiyo ile pesa ambayo ingekuja Tanzania wanapewa Saudi Arabia, ndio wanatugawia. Tuna nchi hapo? Watu wa Rombo, tuna nchi hapo? Umaskini wetu ni wa kutengeneza, kwa sababu tuna viongozi wasiokuwa na uwezo. Hebu jiulizeni hivi, miaka ya 70 Mwalimu Nyerere alijenga viwanda vingi sana. Miongoni mwa viwanda vilivyojengwa jirani na nyinyi hapa ni General Tyres ya Arusha. Ilikuwa inazalisha matairi ya magari. Uongo kweli? Mimi nimekuwa, baba yangu alikuwa na Land Rover, tunanunua tairi za General Tyres. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba pesa tunazozalisha ndani ya nchi zisitoke ndani ya nchi, zizunguke humu kutengeneza ajira. Leo viwanda vyote vimekufa. Kwa hiyo hapa kwenu panaitwaje? Useri. Hapa kuna bodaboda hizi hapa zote vijana wanaendesha. Tairi kisha hapa Useri, pesa inatoka Useri hapa inakwenda kuagiza China tairi. Kiwanda kingekuwa hapo Arusha, General Tyres, maana yake ni nini? Mtoto wako wewe mzee angeajiriwa pale General Tyres. Pesa ikitoka Useri iingie General Tyres, iingie kwa mtoto wako. Yule mtoto akipata pesa atakuja kujenga hapa Useri, atakuajiri wewe fundi wa Useri. Wewe utapata pesa, utanunua nyama hapo kwa yule mtu anayeuza nyama. Yule atapata pesa, atapanda bodaboda imletee nyama nyingine. Pesa itazunguka miongoni mwetu. Leo pesa inatoka hapa inakwenda China kwa sababu viongozi tulionao hawana uwezo. Si kama mnanielewa? Naelewa nacho kisema? Hebu fikiria hivi.